Kitana mwana wa Lukindo kwa makosa ya uchawi na mauaji yaliyokithiri katika himaya hii. Chifu wa himaya ya Mantale anakuhukumu kifo kwa kunyongwa. Haki ya Mantale lazima itimie. Tekeleza. Kitana ndio basi tena ameweza kutiwa kitanzi. Ameweza kutiwa kitanzi, yani maana yake kunyongwa, na hii ni kwa sababu ya shinikizo la mlinzi mkuu ambaye ni Faru. Hii yote sio sababu ya chifu. Chifu alikuwa hana mpango kabisa wa kuweza kumnyonga, lakini Faru amelazimisha aweze kunyongwa, lakini hawajui athari ambayo itakaweza kuwakuta juu ya kifo cha Kitana. Hawajui ni kipi kitakachojiri, lakini na imani kubwa unahamu sana kuweza kufahamu kwamba je, ni kweli Kitana anakwenda kufariki? Sasa ukawa na hamu ya kuweza kuona kwamba je, kuaje aweze kuokolewa hapo. Basi nikualike moja kwa moja hapa, na leo nitakufahamisha mambo yote kabisa. Kwanza kabisa niweze kukujuza na kufahamisha kwamba huu ni uchambuzi. Karibu katika video hii. Hapa watu tunazungumza lugha moja tu ambayo ni lugha ya uchambuzi, tukichambua mambo mengi kweli kweli, lakini pia tunakuwa na ile interaction ya wewe pamoja na mimi hapa tukikutana sehemu ya comment. Kwa hivyo kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha kwa upande wa chini sehemu ya comment dondosha maoni yako hapo chini, tuambie kwamba umezipokeaje taarifa za Kitana kuweza kunyongwa hapo. Je, ni kweli atanyongwa? Hawezi akanyongwa, kwa kuwa mambo yapo kama ifuatavyo. Basi tuweze kuanza moja kwa moja uchambuzi kwa kina. Hii ni Bongo Movie Network, kitu cha msingi hakikisha unabonyeza neno subscribe, na mimi ni Mr. Bongo Movie Network. Nipo hapa kuweza kukujuza yale yote ambao yameshajiri kwenye behind the scene, yani kukufahamisha kipi kinachokwenda kujiri. Moja kwa moja tumeweza kuona sasa hapa mchoro wa ramani wa kuweza kuokolewa Kitana ni kwamba upo kama ifuatavyo. Ulianzia wakati pale ambapo pale Ngalewa alipokuwa kiamka asubuhi, na baadaye mzee Lukindo ambaye ni baba yake na Kitana kuweza kuelekea kwa mzee Ngalewa. Kumbuka Ngalewa hana uwezo wa kutibu, yeye ana uwezo wa kuona yale yanayokuja kutokea. Kwa hivyo baada ya kufika pale aliweza kumwambia kwamba sehemu pekee ambayo anaweza kupata msaada ni katika kile kijiji alichomuelekeza. Hii kimaanisha kwamba ataelekea kule, na baada ya kufika kule atamkuta Binyanza, ambapo Binyanza ndiye aliyesababisha yote hayo yaweze kujiri, kwa sababu Binyanza ana mpango wake ambao anakuja kuamua. Kumbuka katika hii himaya chifu hana shida kabisa. Kuna watu wachache sana ambao wana shida. Hapa kuna Faru, lakini pia kuna huyo bibi ambaye ni mchawi. Wote hao wana shida kubwa sana, ambao hao wana mipango mingine kabisa kuweza kuzitawala nguvu na kuweza kuwa wakubwa sana katika huu ufalme wa Mantale. Sasa mzee Lukindo kaagizwa aende kule anapoenda maana anakwenda kupewa dawa na ulinzi kuweza kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Lakini sasa tuliweza kuona pia saa Kitana aliweza kutokewa wakati alipokuwa kule na Binyanza ambaye amevaa usika wa yule binti mzuri sana, akamwambia anakuja kumsaidia. Sasa atakuja kumsaidia vipi? Nitakuelekezea huko. Kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Lakini pia tumeweza kuona Kifaru ameweza kubanwa sana. Ameweza kubanwa ataje au aongee au aseme kwa nini afanya kwa sasa hivi vitu ambavyo anavifanya kwa sasa hivi. Anafanya tu kwa kujiamulia yeye. Kwa sasa hivi amekuwa ni mtu wa maamuzi sana. Anafanya vitu kwa kuamua yeye tu bila hata kusikiliza wala kujali upande mwingine, hasa wa chifu. Yani manake huwa hampi taarifa chifu. Chifu amekuwa akizipata taarifa sehemu nyingine. Kwa hiyo kupitia haya basi hii inakwenda kupunguza credit au uaminifu kwa upande wa huyu ambaye ni Kifaru. Sasa hapa ndipo itakapoleta shida, pale ambapo ataona uaminifu umepungua, basi ndipo itakuwa ni muda sasa kuweza kumpoteza. Sasa lakini hajui kama siri imefichuka, kwa sababu Manyakenda ambaye ndio mbea wa kijiji, kwa upande wangu mimi binafsi napenda sana usika wake anavyoigiza. Ametendea sana hii movie ukweli, yani ametendea haki kweli kweli hii movie. Anaigiza ni opposition aliyopewa, anaitendea haki vizuri kabisa. Sasa issue ambayo anaifanya yeye ni kuweza kusambaza umbea. Sasa lakini wakati anasambaza umbea anajisahau kwamba anasambaza na vitu ambavyo inakuwa ni sensitive sana, hasa kwenye swala la kuweza kupindua utawala huu. Kumbuka tayari watu watatu wameshapata hizo taarifa. Je, unahisi yatajiri mambo gani? Lakini pia pale ambapo anapoambiwa wala hajaji taarifa hizo zimetoka wapi. Anachokifanya tu yeye ni kuweza kuhakikisha anamuongezea details zingine huyo mhusika ambaye amemletea taarifa, kitu ambacho ni hatari sana sana sana.
Sasa yote hayo basi atakuja kumuumbua mbeleni, hasa mambo yanapoelekea, kwa sababu issue ni moja kwamba kuna shida sehemu fulani hivi ambapo ni kwa Kifaru. Kifaru pia hajui kama siri zake zimevuja, lakini anajua kwamba kuna siku moja kuna mtu alimsikia, lakini ndio hajamjua sasa huyo aliyewasikiliza ile siku alikuwa ni nani. Lakini alihisi ni Bibi Nyanza, lakini mwisho wa siku hapana. Baada ya kuzipata taarifa zinasambaa mtaani, basi itakuwa ni shida sana. Taarifa hizi za kupinduliwa bado hazijafika kwa chifu. Kuna muda zitafika ambapo itakuwa ni hatari sana. Taarifa hizo zitafika wakati ambapo huyu ambaye ni Mwamba Kifaru atapewa hilo jukumu. Sasa wakati anapewa hilo jukumu ni kwamba atashangaa sana kujua zimefikaje, na hapa ndipo atajua labda ameweza kusalitiwa na yule mwenzake, kitu ambacho kitakuwa ni hatari sana, hasa kwa walinzi ambao wamekuwa wakiwazunguka pindi ambapo wanapokuwa wanafanya mazungumzo, kitu hatari sana. Lakini tumeweza kumuona Maginga au ni Maginga kwa sasa amekuwa akifanya harakati zake na nini, issue yake ni pombe tu, lakini ametokea kuvutiwa na watu wawili. Sasa wakati wa mazungumzo pale, Mwamba mwenyewe Manyakenda aliwakuta pale na kuwaona, kisha akasema sasa ilikuwa ni hatari kinomanoma, akaenda kuongea sehemu nyingine, manake siri ikavuja. Lakini pia tumeona yule bibi ambaye alikwenda pale, bibi ambaye alimuua mtoto wake, alikuwa ameenda kuchukua mchanga pale, lakini mwisho wa siku kajikuta na aibu nyingi sana, anatoka pale na aibu kutokana na hali ambayo aliyokuta baada ya kuweza kuonekana. Basi kitu hicho ambacho kimemfanya pia aweze kukimbia moja kwa moja kwa Ngalewa. Japokuwa Ngalewa hana msaada wote, kitu cha msingi ni kwamba Kitana ndiye alikuwa ni msaada mkubwa sana hapo. Kwa hivyo inabidi waweze kupambana na hakikisha kwamba Kitana anaweza kupona na kuweza kurejea salama, kwa sababu bila hivyo hakuna jambo ambalo linaweza likajili hapo, kutokana na namna jinsi ambavyo mambo yamekuwa yakiendelea au yakitokea. Ama hakika ni imani kubwa unaendelea kuenjoy na kufurahia. Kitu cha msingi kama nilivyokujuza tu, hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe. Hakikisha unakuwa na sisi siku zote, hasa tukifahamu, tukijuzana mambo mengi, lakini pia tukijaribu kutafakari vitu vingi sana ambavyo kiwalisia vimekuwa vikiendelea hapa na namna jinsi ambavyo mambo yamekuwa yakiendelea. Sasa mwisho kabisa ni kwamba tumeweza kuona pia majibizano kati ya mfalme, chifu pamoja na wakati ule ambapo wale majibizano yalikuwa ni hatari sana. Sasa wakati tukielekea mwishoni kabisa, tuweze kumalizia ili tusiweze kupoteza muda sana, tuweze kujadili mambo machache, alafu kisha niweze kukualika pia uweze kudondosha maoni yako hapo chini, utuambie kwa upande wako movie hii unatamani iweze kuinarushwa muda gani ambao kwa upande wako binafsi unaweza kuona kwamba ni mzuri sana. Sasa wakati tunamalizia mwishoni ni kwamba tumeweza kuona mwishoni kabisa jinsi gani ambavyo Kitana alikuwa kinyongwa, na imeonyesha hali fulani hivi kama alikuwa amefikia katika hatua ambayo ilikuwa ni mbaya. Sasa hapa ndipo takufahamisha ni kipi kinachojili, kwamba yule bibi Binyanza atakuja kumuokoa hapo. Watashangaa sana wamemnyonga hapo, lakini mwisho wa siku watakuja wakutane naye, hali ambayo itaibua hisia nzito sana. Na hapa ndipo ambapo movie inakwenda kunoga sasa. Ni huu hondo unaokuja hapa ni mzuri sana na ni mkubwa sana. Hapo kisha msingi tu ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini kutokana na movie hii namna jinsi ilivyo huwa inachukua sana kuweza kuigizwa na kufanya editing. Kwa hivyo muda huo ambao unachukuliwa ni kwamba huwa inapelekea walau siku 3 zipite. Kwa hivyo inabidi siku 3 zipite ili kusudi iweze kupostiwa. Kwa hivyo samahani kwa hilo, lakini endelea kuenjoy. Tukutane mdana mwingine. Hii ni Bongo Movie Network. Asante kwa kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use.
Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Kitana ndio basi tena ameweza kutiwa kitanzi. Ameweza kutiwa kitanzi, yani maana yake kunyongwa. Na hii ni kwa sababu ya shinikizo la mlinzi mkuu ambaye ni Faru. Hii yote sio sababu ya chifu. Chifu alikuwa hana mpango kabisa kuweza kumnyonga, lakini Faru amelazimisha aweze kunyongwa. Lakini hawajui athari ambayo itakaweza kuwakuta juu ya kifo cha Kitana. Hawajui ni kipi kitakachojili. Lakini na imani kubwa unahamu sana kuweza kufahamu kwamba je, ni kweli Kitana anakwenda kufariki? Sasa ukawa na hamu ya kuweza kuona kwamba je, itakuwaje aweze kuokolewa hapo. Basi nikualike moja kwa moja hapa na leo nitakufahamisha mambo yote kabisa. Kwanza kabisa niweze kukujuza na kufahamisha kwamba huu ni uchambuzi. Karibu katika video hii. Hapa watu tunazungumza lugha moja tu ambayo ni lugha ya uchambuzi, tukichambua mambo mengi kweli kweli, lakini pia tunakuwa na ile interaction ya wewe pamoja na mimi hapa tukikutana sehemu ya comment. Kwa hivyo kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha kwa upande wa chini sehemu ya comment dondosha maoni yako hapo chini, tuambie kwamba umezipokeaje taarifa za Kitana kuweza kunyongwa hapo. Je, ni kweli atanyongwa? Hawezi akanyongwa, kwa kuwa mambo yapo kama ifuatavyo. Basi uweze kuanza moja kwa moja uchambuzi kwa kina. Hii ni Bongo Movie Network, kitu cha msingi hakikisha unabonyeza neno subscribe, na mimi ni Mr. Bongo Movie Network. Nipo hapa kuweza kukujuza yale yote ambao yameshajili kwenye behind the scene, yani kukufahamisha kipi kinachokwenda kujili. Moja kwa moja tumeweza kuona sasa hapa mchoro wa ramani wa kuweza kuokolewa Kitana ni kwamba upo kama ifuatavyo. Ulianzia wakati pale ambapo pale Ngalewa alipokuwa kiamka asubuhi, na baadaye Mzee Lukindo ambaye ni baba yake na Kitana kuweza kuelekea kwa Mzee Ngalewa. Kumbuka Ngalewa hana uwezo wa kutibu, yeye ana uwezo wa kuona yale yanayokuja kutokea. Kwa hivyo baada ya kufika pale aliweza kumwambia kwamba sehemu pekee ambayo anaweza kupata msaada ni katika kile kijiji alichomuelekeza. Hii kimaanisha kwamba ataelekea kule, na baada ya kufika kule atamkuta Binyanza, ambapo Binyanza ndiye aliyesababisha yote hayo yaweze kujili, kwa sababu Binyanza ana mpango wake ambao anakuja kuamua. Kumbuka katika hii himaya chifu hana shida kabisa. Kuna watu wachache sana ambao wana shida. Hapa kuna Faru, lakini pia kuna huyo bibi ambaye ni mchawi. Wote hao wana shida kubwa sana, ambao hao wana mipango mingine kabisa ya kuweza kuzitawala nguvu na kuweza kuwa wakubwa sana katika huu falme wa Mantale. Sasa Mzee Lukindo kaagizwa aende kule anapoenda maana anakwenda kupewa dawa na ulinzi kuweza kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Lakini sasa tuliweza kuona pia saa Kitana aliweza kutokewa wakati alipokuwa kule na Binyanza ambaye amevaa usika yule binti mzuri sana, akamwambia anakuja kumsaidia. Sasa atakuja kumsaidia vipi? Nitakuelekezea huko. Kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Lakini pia tumeweza kuona Kifaru ameweza kubanwa sana. Ameweza kubanwa ataje au aongee au aseme kwa nini afanya kwa sasa hivi vitu ambavyo anavifanya kwa sasa hivi. Anafanya tu kwa kujiamulia yeye. Kwa sasa hivi amekuwa ni mtu wa maamuzi sana. Anafanya vitu kwa kuamua yeye tu bila hata kusikiliza wala kujali upande mwingine, hasa wa chifu. Yani manake huwa hampi taarifa chifu. Chifu amekuwa akizipata taarifa sehemu nyingine. Kwa hiyo kupitia haya basi hii inakwenda kupunguza credit au uaminifu kwa upande wa huyu ambaye ni Kifaru. Sasa hapa ndipo itakapoleta shida, pale ambapo ataona uaminifu umepungua, basi ndipo itakuwa ni muda sasa kuweza kumpoteza. Sasa lakini hajui kama siri imefichuka, kwa sababu Manyakenda ambaye ndio mbea wa kijiji, kwa upande wangu mimi binafsi napenda sana usika wake anavyoigiza. Ametendea sana hii movie ukweli, yani ametendea haki kweli kweli hii movie. Anaigiza ni opposition aliyopewa, anatendea haki vizuri kabisa. Sasa hicho ambao anaifanya ni kuweza kusambaza umbea. Sasa lakini wakati anasambaza umbea anajisahau kwamba anasambaza na vitu ambavyo inakuwa ni sensitive sana, hasa kwenye swala la kuweza kupindua utawala huu. Kumbuka tayari watu watatu wameshapata hizo taarifa. Je, unahisi atajiri mambo gani? Lakini pia pale ambapo anapoambiwa wala hajaji taarifa hizo zimetoka wapi. Anachokifanya tu yeye ni kuweza kuhakikisha anamuongezea details zingine huyo mhusika ambaye amemletea taarifa, kitu ambacho ni hatari sana sana sana.
Sasa yote hayo basi atakuja kumuumbua mbeleni, hasa mambo yanapoelekea, kwa sababu issue ni moja kwamba kuna shida sehemu fulani hivi ambapo ni kwa Kifaru. Kifaru pia hajui kama siri zake zimevuja, lakini anajua kwamba kuna siku moja kuna mtu alimsikia, lakini ndio hajamjua sasa huyo aliyewasikiliza ile siku alikuwa ni nani. Lakini alihisi ni Bibi Nyanza, lakini mwisho wa siku hapana. Baada ya kuzipata taarifa zinasambaa mtaani, basi itakuwa ni shida sana. Taarifa hizi za kupinduliwa bado hazijafika kwa chifu. Kuna muda zitafika ambapo itakuwa ni hatari sana. Taarifa hizo zitafika wakati ambapo huyu ambaye ni Mwamba Kifaru atapewa hilo jukumu. Sasa wakati anapewa hilo jukumu ni kwamba atashangaa sana kujua zimefikaje, na hapa ndipo atajua labda ameweza kusalitiwa na yule mwenzake, kitu ambacho kitakuwa ni hatari sana, hasa kwa walinzi ambao wamekuwa kiwazunguka pindi ambapo wanapokuwa wanafanya mazungumzo, kitu hatari sana. Lakini tumeweza kumuona Maginga, au ni Maginga kwa sasa amekuwa akifanya harakati zake na nini, issue yake ni pombe tu, lakini ametokea kuvutiwa na watu wawili. Sasa wakati wa mazungumzo pale, Mwamba mwenyewe Nyakenda aliwakuta pale na kuwaona, kisha akasema sasa ilikuwa ni hatari kinomonoma, akaenda kuongea sehemu nyingine, manake siri ikavuja. Lakini pia tumeona yule bibi ambaye alikwenda pale, bibi ambaye alimuua mtoto wake, alikuwa ameenda kuchukua mchanga pale, lakini mwisho wa siku kajikuta na aibu nyingi sana, anatoka pale na aibu kutokana na hali ambayo aliyokuta baada ya kuweza kuonekana. Basi kitu hicho ambacho kimemfanya pia aweze kukimbia moja kwa moja kwa Ngalewa. Japo Ngalewa hana msaada wote, kitu cha msingi ni kwamba Kitana ndiye alikuwa ni msaada mkubwa sana hapo. Kwa hivyo inabidi waweze kupambana na hakikisha kwamba Kitana anaweza kupona na kuweza kurejea salama, kwa sababu bila hivyo hakuna jambo ambalo linaweza likajili hapo, kutokana na namna jinsi ambavyo mambo yamekuwa yakiendelea au yakitokea. Ama hakika na imani kubwa unaendelea kuenjoy na kufurahia. Kitu cha msingi kama nilivyokujuza tu, hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe. Hakikisha unakuwa na sisi siku zote, hasa tukifahamu, tukijuzana mambo mengi, lakini pia tukijaribu kutafakari vitu vingi sana ambavyo kiwalisia vimekuwa vikiendelea hapa na namna jinsi ambavyo mambo yamekuwa yakiendelea. Sasa mwisho kabisa ni kwamba tumeweza kuona pia majibizano kati ya mfalme, chifu pamoja na wakati ule ambapo wale majibizano yalikuwa ni hatari sana. Sasa wakati tukielekea mwishoni kabisa, tuweze kumalizia ili tusiweze kupoteza muda sana, tuweze kujadili mambo machache, alafu kisha niweze kukualika pia uweze kudondosha maoni yako hapo chini, utuambie kwa upande wako movie hii unatamani iweze kuinarushwa muda gani ambao kwa upande wako binafsi unaweza kuona kwamba ni mzuri sana. Sasa wakati tunamalizia mwishoni ni kwamba tumeweza kuona mwishoni kabisa jinsi gani ambavyo Kitana alikuwa akinyongwa, na imeonyesha hali fulani hivi kama alikuwa amefikia katika hatua ambayo ilikuwa ni mbaya. Sasa hapa ndipo takufahamisha ni kipi kinachojiri, kwamba yule bibi Binyanza atakuja kumuokoa hapo. Watashangaa sana wamemnyonga hapo, lakini mwisho wa siku watakuja wakutane naye, hali ambayo itaibua hisia nzito sana. Na hapa ndipo ambapo movie inakwenda kunoga sasa. Ni huu uhondo unaokuja hapa ni mzuri sana na ni mkubwa sana. Hapo kisha msingi tu ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini kutokana na movie hii namna jinsi ilivyo huwa inachukua sana kuweza kuigizwa na kufanya editing. Kwa hivyo muda huo ambao unachukuliwa ni kwamba huwa inapelekea walau siku 3 zipite. Kwa hivyo inabidi siku 3 zipite ili kusudi iweze kupostiwa. Kwa hivyo samahani kwa hilo, lakini endelea kuenjoy. Tukutane muda na saa mwingine. Hii ni Bongo Movie Network. Asante kwa kuwa na mimi. Kitana ndio basi tena ameweza kutiwa kitanzi, yani maana yake kunyongwa, na hii ni kwa sababu ya shinikizo la mlinzi mkuu ambaye ni Faru. Hii yote sio sababu ya chifu. Chifu alikuwa hana mpango kabisa kuweza kumnyonga, lakini Faru amelazimisha aweze kunyongwa, lakini hawajui athari ambayo itakaweza kuwakuta juu ya kifo cha Kitana. Hawajui ni kipi kitakachojili, lakini na imani kubwa unahamu sana kuweza kufahamu kwamba je, ni kweli Kitana anakwenda kufariki? Sasa ukawa na hamu ya kuweza kuona kwamba je, itakuwaje aweze kuokolewa hapo? Basi nikualike moja kwa moja hapana. Leo nitakufahamisha mambo yote kabisa. Kwanza kabisa niweze kukujuza na kufahamisha kwamba huu ni uchambuzi. Karibu katika video hii. Hapa watu tunazungumza lugha moja tu ambayo ni lugha ya uchambuzi, tukichambua mambo mengi kweli kweli, lakini pia tunakuwa na ile interaction ya wewe pamoja na mimi hapa tukikutana sehemu ya comment. Kwa hivyo kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha kwa upande wa chini sehemu ya comment dondosha maoni yako hapo chini, tuambie kwamba umezipokeaje taarifa za Kitana kuweza kunyongwa hapo. Je, ni kweli atanyongwa? Hawezi akanyongwa.
kwa kuwa mambo yapo kama ifuatavyo. Basi tuweze kuanza moja kwa moja uchambuzi kwa kina. Hii ni Bongo Movie Network, kitu cha msingi hakikisha unabonyeza neno subscribe, na mimi ni Mr. Bongo Movie Network. Nipo hapa kuweza kukujuza yale yote ambao yameshajili kwenye behind the scene, yani kukufahamisha kipi kinachokwenda kujili. Moja kwa moja tumeweza kuona sasa hapa mchoro wa ramani wa kuweza kuokolewa Kitana ni kwamba upo kama ifuatavyo. Ulianzia wakati pale ambapo pale Ngalewa alipokuwa kiamka asubuhi, na baadaye mzee Lukindo ambaye ni baba yake na Kitana kuweza kuelekea kwa mzee Ngalewa. Kumbuka Ngalewa hana uwezo wa kutibu, yeye ana uwezo wa kuona yale yanayokuja kutokea. Kwa hivyo baada ya kufika pale aliweza kumwambia kwamba sehemu pekee ambayo anaweza kupata msaada ni katika kile kijiji alichomuelekeza. Hii kimaanisha kwamba ataelekea kule, na baada ya kufika kule atamkuta Binyanza, ambapo Binyanza ndiye aliyehakikisha aliyesababisha yote hayo yaweze kujili, kwa sababu Binyanza ana mpango wake ambao anakuja kuamua. Kumbuka katika hii himaya chifu hana shida kabisa. Kuna watu wachache sana ambao wana shida. Hapa kuna Faru, lakini pia kuna huyo bibi ambaye ni mchawi. Wote hao wana shida kubwa sana, ambao hao wana mipango mingine kabisa ya kuweza kuzitawala nguvu na kuweza kuwa wakubwa sana katika ufalme wa Mantale. Sasa mzee Lukindo kaagizwa aende kule. Anapoenda maki anakwenda kupewa dawa na ulinzi kuweza kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Lakini sasa tuliweza kuona pia saa Kitana aliweza kutokewa wakati alipokuwa kule na Binyanza, ambaye amevaa usika wa yule binti mzuri sana, akamwambia anakuja kumsaidia. Sasa atakuja kumsaidia vipi? Nitakuelekezea huko. Kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Lakini pia tumeweza kuona Kifaru ameweza kubanwa sana. Ameweza kubanwa ataje au aongee au aseme kwa nini afanya kwa sasa hivi vitu ambavyo anavifanya kwa sasa hivi. Anafanya tu kwa kujiamulia yeye. Kwa sasa hivi amekuwa ni mtu wa maamuzi sana. Anafanya vitu kwa kuamua yeye tu bila hata kusikiliza wala kujali upande mwingine, hasa wa chifu. Yani manake huwa hampi taarifa chifu. Chifu amekuwa akizipata taarifa sehemu nyingine. Kwa hiyo